Wanaatape wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Hebu wanaatape wanipungie mkono. Elda, I'm sorry to say kuna watu hajaelewa kabisa ulichokifanya. Okay, kuna mtu hapa ambaye hana kazi yote anayoifanya? Anyoshe mkono. Tuache watoto, tuache wanafunzi, tuache wanavyuo. Wale watu wazima kuanzia miaka 14 na kuendelea ambaye nasema kabisa mimi hakuna chochote ninachokifanya, ninavokula najua Mungu. Yupo? Hayupo? Mnaishije? Kwa kuna watu either wanafanya kazi au wanafanya ujasiriamali, si ndio? Si ndio kweli? Sasa kama uko kwenye kundi la wafanyakazi, whether kwa kuajiliwa au kwa kujiajiri, si ndio? Kama uko kwenye kundi la wajasiriamali, wewe ni mwanaatape. Ukiwa ni Mwadventista msabato na mwenye akili timamu pamoja na zile sifa tulizopewa. Si tumeelewana? Okay, narudia. Wanaatape wanipungie mkono sasa. Haleluya, nashukuru. Sasa tumeelewana. Niko mbele yenu kwa ajili ya kipindi cha shuhuda na kazi za atape, na nitajitahidi tu kwenda spidi kwa sababu ya muda. Kwa mwaka 2025 tumekuwa na majukumu mbalimbali ambao sisi kama atape tumepangiwa kufanya, atape taifa, na nitaeleza tu baadhi ya shughuli au kazi ambazo tumekuwa tukizifanya, lakini pia itakuwa part A, part B yake tutakuwa pia na kipengele cha ushuhuda. Shughuli ya kwanza kabisa ambayo tulipaswa kuifanya mwaka huu ilikuwa ni shughuli ya main retreat. Huwa tuna retreat 2 kwa mwaka. Ya kwanza inakuwa ni main ambayo inahusisha wana atape wote Tanzania nzima, lakini ya pili inakuwa ni kwa majimbo. Kwa hiyo ya kwanza ilikuwa ni main ambayo ilihusisha wana atape wote taifa, na hii ilifanyikia Dodoma ambayo ilifanyika mwezi wa 4 2025. Hapa ndani tuna watu waliopata nafasi ya kuhudhuria Dodoma. Mkono wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Okay, tuna watu kama 4. Nadhani tu kwa sababu ya muda nisiwasimamishe, lakini kila mmoja ningemuuliza unadhani ni kitu gani ulichokipata? Nafikiri watu wangetililika sana hapa. Ni mikutano ambao kwa kweli ukipata nafasi ya kuhudhuria mkutano mmoja, kama alivyosema Elda, hautatamani kukosa tena. Mimi mkutano wa kwanza nilihudhuria nafikiri kwa 2017, ilikuwa Dar es Salaam Ubungo. Ilikuwa mkutano wa ETC by then. Na mpaka leo ikitokea nimemiss, ni either nimekosa kabisa kwa sababu labda ya dharura ya kikazi au changamoto ya afya. Otherwise sijawahi kukosa na sitegemei kukosa. Kwa hiyo tunapopata nafasi hizi tunatamani wanaatape wote wapate nafasi ya kwenda. Nilikuwa najaribu kutafuta maana ya halisi ya neno retreat. Wale waliobahatika kupita jeshini tunao hapa ndani? Hatuna. Waliopita PF Master Guide huko? Basi hata scout shuleni. Idara ya vijana mfanye kazi huko ndani ese. Sawa, lakini kwa wale waliopita jeshini ukiambia habari za retreat wanaelewa. Kikosi kinafika mahali either kimechoka, wanarudi nyuma, wanajipanga upya, alafu wanaingia mzigoni. Sawa? Kwa maana hiyo, lakini pia Wikipedia anatuambia ni kipindi cha kujishughulisha na maisha ya kiroho kwa kujitenga na kazi na mazingira ya kawaida. Kwa utakuta kwa mwaka mzima tuko busy na maisha, na kwa kweli tuko busy watu wa Mungu. Si ni kweli? Wakati mwingine hata muda wa kufungua Sabato tunasema tutafungulia nyumbani. Wakati mwingine ibada za Jumatano tunasema muda unatukuta labda makazini, si ndio? Kwa ukiangalia kwa mwaka mzima tunakuwa very much busy kiasi kwamba tunaweza tusiwe na muda mzuri wa kuhuisha maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo tunashauri inapokuwa imetokea mikutano ya namna hii ni sehemu nzuri sana kwenda kuisha maisha yetu ya kiroho. Lakini pia kurefresh, tunapumzika, tunasahau kabisa habari za majukumu ya kazini, si ndio? Tunasahau stress ya nyumbani, tunasahau akina mama tunafahamu. Si ndio jamani? Mambo ni mengi kabisa. Kwa hiyo tukipata nafasi za kwenda retreat, tuangalie faida nyingi sana ambazo tunazipata kule. Tunapata nafasi ya kufahamiana na watu wengi. Mimi kwa sababu ya atape sasa ninafahamiana na watu wengi sana. Naamini nikipata changamoto sasa hivi, let's say nahitaji mtu wa labda wa sheria, si ndio? Najua niende wapi.
ninataka kujenga, nataka lamani, najua ndani ya ATAPE tuna wataalamu wao. Nina shughuli namtaka MC, ndani ya ATAPE wapo. Si nina ugonjwa nataka referral niende si wapi, ndani ya ATAPE tuna madaktari. Kwa ATAPE ni taasisi, ni chama ambacho kimebeba profession zote ambazo tunazifahamu. Kwa hiyo ukiingia ndani ya chama cha ATAPE, miongoni mwa faida unazozipata kwenye mikutano ni pamoja na kupata nafasi ya kufahamiana na watu wengi. Na nyinyi mnafahamu kwa dunia ya leo jamani, kuna kitu kinaitwa connections, ndio? Tunaamini sisi ni watoto wa mfalme, Mungu yupo kwa ajili yetu. Lakini kuna sehemu Mungu anatupa watu pia wa kutusaidia kutoboa. Si ndio kweli jamani? Twendeni kwenye mikutano ya namna hiyo. Kwa kusema hivyo, niunganishe na mkutano ambao dada Beatrice aliusemea asubuhi, tutakuwa na Min Retreat. Hii Min ni ya jimbo ambalo kwa sasa ni ETC, si ndio? Na kwa neema ya Mungu kabisa tutaufanyia hapa Morogoro. Na ukumbuke hapa tulikuwa bado hatujagawanywa, kwa hiyo tutakuwa na watu kutoka Zanzibar, Dar es Salaam na sisi, Pwani pia. Sawa? Lakini kwa neema ya Mungu tunafanyia wapi? Hapa Morogoro. Hatuhitaji hata nauli jamani. Hatuhitaji chochote zaidi ya kulipa shilingi 70,000 tu kwa wale ambao ni wanachama na watu wazima, lakini kwa wanafunzi wao watachangia shilingi 40,000. Na ndani ya hiyo hela utakaoitoa utapata nafasi ya kula mchana, si ndio mwenyekiti? Alafu chakula kizuri kilichoenda shule, yani ambacho hakikupi stress. Sawa? Lakini pia utapata stationaries. Utakuwa na kitambulisho, utakuwa na notebook, utakuwa na kalamu. Lakini tutalipia ukumbi. Kuna watu wanaishi Morogoro lakini ukiwaambia Grones hawajawahi kufika. Nasema uongo. Tujitoe out basi jamani. Kwa tutapata muda pia wa kukaa pale Grones. Lakini tukiwa na watu ambao wametoka sehemu pia tofauti. Kwa tuna faida nyingi kabisa ambazo tunategemea tutazipata. Kwa kusema hivyo, kama alivyosema dada Beatrice, ni wahamasishe kwa neema ya Mungu tupate nafasi ya kwenda tukapumzike. Hizo siku chache kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 7 sio siku nyingi. Kama shughuli za ofisi zitabana, mapema panga likizo yangu ya Disemba nitaiomba ndani ya tarehe hizi, kisha naangukia kwenye hizo tarehe, uende ukapumzike. Sawa watu wa Mungu? Mungu awabariki. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kazi ya kwanza ambayo ATAPE tulihitaji kuifanya kwa mwaka 2025. Lakini shughuli yetu ya pili au kazi ya pili ilikuwa ni kuendesha mahubiri ya net event. Nafikiri mmekuwa mkisikia habari za ATAPE net event, ATAPE net event, ndio? Nadhani kwa nini zinaitwa ATAPE net event? Ni kwa sababu wadhamini wakubwa ni watu gani? Sasa ukituangalia, mnadhani sisi tuna hela sana? Unajua kuna watu wakisikia ATAPE yani wanajua ni dude fulani la watu wakubwa wenye mahela wenye nini. Lakini jamani, si mmetuona? Watu wa kawaida kabisa, si ndio? Kawaida kabisa. Kwa hiyo kile kidogo ulichonacho na mwingine akatoa na mwingine akatoa, tunajikuta tumepata kikubwa, tunafanya kazi kubwa. Sawa jamani? Kwa hiyo kwa mwaka huu tulikuwa na net event ambayo ilifanyika Magomeni kuanzia Mei mpaka Juni 2025, na nadhani wengi tulipata nafasi ya kuhudhuria vizuri. Nani alikuwa mhubiri wa ile mikutano? Nani? Pastor Munene. Hivi mnaweza mkasahau? Mnaniangusha. Na nikiona mnasinzia na wasimamisha tunaimba tena. Kwa hiyo msisinzie. Okay. Na katika ile mahubiri sisi ni mashahidi na mashuhuda kwamba watu zaidi ya 30,000 walibatizwa. Si ndio jamani? Tunasemaje kwa hilo? Hivi unajisikiaje kwamba mimi nilitoa 20,000 tu au 50,000 alafu unaambiwa kuna maelfu ya watu walibatizwa? Kuna maelfu ya watu walihudumiwa kwa namna moja au nyingine. Na nikuhakikishie kuna watu tutakutana nao mbinguni kwa sababu ya hii mikutano ambayo inaendelea. Kwa hiyo ukipata nafasi, kama hauwezi kwenda, kuna wimbo tunaimba kwa sala na kwa sadaka. Si ndio jamani? Toa kitu. Unapojiunga na ATAPE, hata kama tuko busy, sometimes makazini tunakosa nafasi ya kwenda kuhubiri, tunakosa nafasi ya kushuhudia nyumba kwa nyumba. Unapotoa pesa yako inaenda kufanya kazi. Na kuna siku utakuwa rewarded kwa sababu ya kazi ambayo ulifanya bila wewe hata kujua kama umeifanya. Kumbe ni ule mchango ambao ulitoa. Kwa hiyo tukisikia tusiogope, michango ni ya kawaida, na bahati nzuri alisema nadhani mwenyekiti, unaahidi kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Sawa watu wa Mungu? Wewe unasema tu mimi kwa ninavyojifahamu ndani ya mwaka nina uwezo wa kutoa kiasi fulani kwa ajili ya uinjilisti. Hakuna anayekufunga. Toa kikafanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Okay.
Halafu kazi nyingine ambayo tulikuwa tunapaswa kuifanya ndani ya mwaka 2025 kama wana ATAPE. Mwaka jana kwenye Shehim tulikuwa maeneo ya Buyuni. Wangapi wameshasikia habari za Buyuni, wanapafahamu, wanapasikia? Ni kijiji kimoja kiko Pwani, maeneo ya Chalinze ndani kidogo kule. Kule nashukuru Mungu nipata nafasi ya kwenda kufunga. Kule wako Wamasai tupu. Na mnadhani kwa wenzetu kidogo injili haijaenda sana, si ndio? Kwa nikisema ni Wamasai unaweza ukapata picha tuna watu wa namna gani kule. Kwa hiyo kwa yale mahubiri Bwana alileta roho zikaingia kanisani, na kama ATAPE tukawa na jukumu sasa la kuhakikisha wale watu wana eneo la kuabudia pale. Kwa hiyo mwaka huu tunashukuru Mungu kwamba ujenzi umeanza na unaendelea. Hatujamaliza lakini bado ujenzi wa kanisa unaendelea. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu akikupa nafasi, karibu ushiriki hata kwa shilingi 10,000. Ipeleke iende ikajenge kanisa. Watu wa Mungu wapate sehemu ya kuabudia. Wakati ambapo tutakuwa tukiombewa baraka kama wana ATAPE, na wewe utakuwemo. Kwa hiyo wana ATAPE pia kule wameshiriki kwa kutoa sadaka zao za ujenzi, lakini hata wataalamu pia watu wameenda kama sadaka yao. Kuna walioenda kufanya tathmini ya eneo, kuna waliochora ramani. Kama nilivyowaambia kwenye ATAPE tuna idara zote, si ndio? Yes, kwa hiyo watu wa Mungu wamejitoa, wamefanya kazi na kazi inaendelea kule, na tuendelee pia kuiombea. Lakini pia tulikuwa na Shehim 2025. Hata pia inakuwa na utaratibu wa kufanya mahubiri yanayoitwa Shehim. Sasa nikisema Shehim sijui kama nikitakiwa kutafsiri tutaiwekaje, lakini it's like kumshare Yesu kwa wengine. Nikisema kumshare ni kumfanyaje? Kwa wengine, si ndio? Thank you. Okay, kwa hiyo kwa mwaka sasa 2025 tukawa tumepewa eneo linaitwa Maharaka. Wangapi wanalifahamu? Mwenyekiti ulienda, nataka ambao hajaenda. Yaani hawajaenda kwenye mkakati. Nataka ambao wanapafahamu tu. Either wana ndugu kule, ni wenyeji kule, whatever. Hamna. Kwa hiyo tulionao wanaopafahamu ni wana ATAPE peke yao. Okay, hii Maharaka iko ukifika Doma ni kama kilomita 12 nadhani kutoka pale Doma kwenda kule. Ni sehemu ambayo kwa kweli ni kavu, ni kame, lakini kuna watu wa Mungu wanaishi kule. Tena watu wenye hali ya chini kabisa wako kule. Kwa hiyo mwaka huu ATAPE ikasema hapana, hatuhitaji kwenda kuweka kibweta na kuhubiri tu. This time tunahitaji kugusa maisha ya watu. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba tunahitaji kupeleka kambi la afya. Nafikiri kama mnavyojua sasa hivi afya ni changamoto, si ndio? Yaani hata leo tukisema hapa tunaleta madaktari, utashangaa kugundua karibu kila mtu hapa mtaani kumbe ni mgonjwa. Hata sisi ambao tuko ndani tunaonekana wazima, utashangaa tunakuja na sisi kupimwa, si ndio? Kwa this time ATAPE wakasema tunaenda kugusa maisha ya watu kwa kutumia mkono sasa wa kuume wa injili ambao ni habari nzima ya afya. Kwa hiyo ATAPE ilipeleka timu ya madaktari, wainjilisti, kulikuwa na wanachama, lakini pia kulikuwa na viongozi wa ATAPE. Na niwaambie kitu kimoja, kwa kweli wana ATAPE ni wanyenyekevu wa hali juu. Unaweza ukamkuta mtu ambaye duniani kumfikia ni changamoto kwa sababu ya nafasi alionayo, lakini ukimkuta anafanya kazi ya Mungu kama mwana ATAPE, huwezi amini. Tuna watu wa Mungu waliacha kazi zao, wakaenda kuweka kambi. Eneo ambalo ni gumu. Mimi nimeenda kufunga Jumamosi. Ni eneo kavu kabisa. Hata kisima cha ubatizo nilikuwa naongea na mtu mmoja nikasema tuna watu wana akili. Mimi nilijua labda kwanza ni kipindi cha kiangazi, tutabatizia wapi sasa? Lakini nimefika pale nikakuta ATAPE na vichwa bwana. Ile eneo ni kavu kabisa, kupata maji sio rahisi. Kwa hiyo nilichokifanya, lilichimbwa shimo la kutosha, zikatengenezwa ngazi zile za kuchimba zile. Kuna wengine watanielewa, ila sasa kuna wale watoto 2000 sikawa wananielewa. Ila wengine tunaelewa, si ndio? Kwa hiyo likatengenezwa shimo zuri, halafu yakawekwa maturubai mawili, yakawekwa maji. Sasa ukishaweka turubai, kwani maji yataenda wapi? Yatanyonywa? Kwa hiyo maji sisi tumeenda Jumamosi tumeyakuta, watu wa Mungu wanashuka, yani wanashuka hadi raha, wanashuka kama vile wanaingia kisimani. Na kwa kweli kilikuwa ni kisima, si ndio? Yes, kwa hiyo watu wa Mungu wakabatizwa vizuri kabisa pale, na tukamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo mwaka huu Mungu alitupa nafasi ya
kufika maharaka kuwahudumia wale watu wa Mungu. Baadaye kwenye kipindi cha ushuhuda tutasikia zaidi kuhusiana na hizi habari za maharaka. Sasa kama alivyosema Elda kwamba ATAPE inaongozwa na Isaya 41 mstari wa 6 na 7. Huwa ni miongoni mwa mafungu ambayo nayapenda. Wakashirikiana kila mmoja na mwenzake, kila mmoja akamwambia ndugu yake. Yaani kila mmoja akamwambia, kwanza amesema wakashirikiana kila mmoja na mwenzake, lakini kila mmoja akamwambia ndugu yake. Tukiwa ndani ya ATAPE jamani, sisi ni ndugu. Hata yule ambaye unadhani hauwezi ukamfikia, tukikutana hivi kwenye mikutano naambia Profesa samahani, na changamoto hii hapa, unanisaidia? Nakwambia okay, nipigie siku fulani, namba yangu hii hapa. Very easy. Lakini kwa namna ya kawaida kukutana naye ofisini kwake ni mtihani kama hauna appointment. Lakini ukiwa ndani ya ATAPE sisi ni nani jamani? Ndugu. Ndio maana tunawahamasisha karibuni mjiunge na ATAPE. Kwa kila mmoja na kazi ya kumtia moyo nani? Ndugu yake. Ndicho kilichokuwa kinafanyika maharaka. Tulikuwa na wainjilisti, tulikuwa na wanachama wa kawaida, tulikuwa na wale watu wa pale mtaani, na kila mmoja anafanya kazi ya kumtia moyo nani? Mwenzake. Ndani ya ATAPE tuna watu wenye profession tofauti, lakini pia tuna watu ambao Mungu amewabariki wao wana uwezo mzuri wa kiuchumi, si ndio? Kwa kama mimi siwezi kujenga, sina taaluma hiyo, lakini na uwezo wa kutoa hela ikaenda kujenga. Kama mimi sina hela ya kutoa, nina uwezo wa kutibu. Mungu amenibariki, mimi ni tabibu. Inapotokea nafasi kama hizo naenda kutibu. Mimi siwezi kutibu lakini ni mwalimu. Tunapokuwa na makambi kama hayo naenda kufundisha watoto pale, si ndio? Kwa kila mmoja ana kitu cha kufanya. Na ndani ya ATAPE tunatiana moyo. Kila mmoja anamwambia ndugu yake uwe na moyo mkuu. Na ukisoma lile fungu la 7, kila mmoja alikuwa na kazi ya kufanya ili kuhakikisha kwamba kazi inayofanyika ni njema sana. Sio kama tunaelewana? The same applies ndani ya kanisa. Tunatamani tufikie mahali kanisani tuishi kama ndugu. Kila mmoja na kitu ambacho Mungu amempa kufanya ndani ya kanisa. Kwa Waswahili wanasema tusichukuliane poa, si ndio? Kila mmoja, yani kama wewe ni mzee wa kanisa, yule bawabu pale mlangoni bila kukaribisha watu ndani, wewe utamtangazia nani matangazo? Si kama tunaelewa? Bila yule mwenye karama ya kusema amina. Kuna mtu wa Mungu mmoja anaweza asiwe na hela, si ndio? Asiwe na kitu kikubwa, lakini Mungu amempa karama ya kusema amina. Kazi yake ni kuatia moyo wanaoimba. Yaani kuna mtu akiimba alafu akasikia amina, moyoni anasema oh asante Yesu, kumbe nimefanya vizuri. Next time anatamani kufanya vizuri zaidi, si ndio? Kwa kila mmoja shambani mwa Bwana ana kitu cha kufanya. Ndivyo ilivyo ndani ya ATAPE. Sasa kabla sijaendelea na kipindi cha pili cha shuhuda, tumegusia tu mambo machache ambayo kama ATAPE kwa sababu ya muda tulikuwa tunapaswa kuyafanya 2025. Kabla sijaingia kipindi cha pili, maana nilisema kipindi changu kina sehemu ya kwanza na ya pili, naomba niwakaribishe vijana wa La Miriam watuletee wimbo. Karibuni. Shukrani kwa Bwana Yesu, vipi wewe?
shukrani kwa Bwana Yesu. Nitakapofika Yerusalemu, sitapoteza muda, nitamtafuta Bwana Yesu, anionyeshe mikono yake iliyodungwa, kisha nipige magotini mwa Mwokozi. Hapo nitaangalia uso wa Mkombozi wangu, nikiwa naye daima, sitatamani kitu chochote. Atakuwa Mungu wangu, mimi nitakuwa mtoto wake. Yerusalemu takatifu, mimi nakwenda vipi wewe? Yerusalemu, mbona pazuri nisikiavyo. Nasikia barabara dhahabu, nasikia ukuta ni dhahabu. Watu wengi wamepataje? Wamevaa nguo nyeupe sana. Wote ni sifa na shukrani kwa Bwana Yesu. Vipi wewe? Yerusalemu, mbona pazuri nisikiavyo. Nasikia barabara dhahabu, nasikia ukuta ni dhahabu. Watu wengi wamepataje? Wamevaa nguo nyeupe sana. Wote ni sifa na shukrani kwa Bwana Yesu. Vipi wewe? Yerusalemu, mbona pazuri nisikiavyo. Nasikia barabara dhahabu, nasikia ukuta ni dhahabu. Watu wengi wamepataje? Wamevaa nguo nyeupe sana. Wote ni sifa na shukrani kwa Bwana Yesu. Vipi wewe? Yerusalemu, mbona pazuri nisikiavyo. Nasikia barabara dhahabu, nasikia ukuta ni dhahabu. Watu wengi wamepataje? Wamevaa nguo nyeupe sana. Wote ni sifa na shukrani kwa Bwana Yesu. Tunaingia kwenye kipindi chetu cha pili ambacho ni kipindi cha shuhuda. Na kwenye hiki kipindi tutatamani kusikia watu wawili, kabla sijaita timu yangu kama inawezekana, watuambie kwa ufupi sana wao binafsi. Hivi kichwa Kiswahili kiko sawa? Wao binafsi sawa. Wamefaidikaje na ATAPE? Tangu ulipojiunga kwenye ATAPE, ni kitu gani ambacho unasema kwa kweli mimi bila ATAPE hiki kitu inawezekana mpaka leo ningekuwa either sina au sijakifanya au ningekuwa sijafika kabisa kwenye eneo fulani au whatever, kwamba kwa kweli mimi nashuhudia kwamba kama sio ATAPE nisingekuwa hapa. Tuna watu wa namna hiyo? Bahati nzuri nawafahamu. Sipojitokeza nitawataja kwa sababu najua hakuna anayekosa ushuhuda kuhusiana na ATAPE. Okay, asante baba. Karibu. Na of course ningekutaja. Kwa hiyo nashukuru kwa kujitoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ya kama mlivyosikia, sisi tulikuwa miongoni mwa watu ambao tulianzisha kwa neema ya Mungu, tulihusika kwenye kuanzisha chama hiki cha ATAPE. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu kama tangu tukianzishe mwaka 99 mpaka leo mimi sioni faida. Basi ina maana kisingekuwa na maana. Ziko faida nyingi kama wengine walivyokuja kusema, lakini mimi nitasema faida moja niliyoipata mwaka jana kuhusu ATAPE. Mimi sasa hivi naishi shambani. Niliamua kuhamia shambani. Ina maana ya kwamba 90% ya muda wangu naishi shambani. Sasa kule shambani nikawa ninawaza kwamba nifanye nini
moja ya mazao ambayo nilikuwa nimefikiria ilikuwa ni kuwa na minazi. Sasa nikatafuta, nilikuwa najua kiasi fulani kuhusu minazi, lakini nikapata mwana Atape ambaye ana shamba la minazi. Nikampigia simu, nikamwambia hebu niambie kidogo kuhusu minazi. Akaniambia kitu ambacho sikuwa nimekifikiria, na hicho kikanifanya kama kichaa nipande minazi. Na nimepanda minazi mingi. Na kwa neema ya Mungu nafikiri nienda kupanda na mjukuu wangu, ananiambia how long does it take for a coconut tree to bear fruits? Nikamwambia about 7 years. Will you be alive? Yeye aliona labda naelekea kufa haraka. Nikamwambia si ndio bana nimekubeba ili nikifa wewe na wewe endelee utanani, wewe utakula. Lakini niligundua kitu cha ajabu kuhusu minazi. Mnazi namba 1 ndio mmea pekee alivyoniambia huyo bwana, na nikafanyia kazi maelezo yake. Mnazi ndio mmea pekee duniani unaozaa mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo nilifuta wazo la kupanda mimea mingine, miembe sijui nini, kwa sababu inazaa mara 1 tu. Kwa nini? Mnazi unazaa mara ngapi? Akaniambia ile minazi iliyopandwa Pemba na Waarabu ina miaka 200, bado inazaa mpaka leo. Kuna mmea unaoweza kuzaa miaka 200 au 100 na kuendelea? Alafu unapopanda mnazi umepanda urithi, umepanda chakula, umepanda, sitaki kupiga kampeni lakini nawashauri pandeni minazi. Lakini kwa kifupi ni kwamba hilo ni jambo ambalo nilipata kutoka kwa mwana Atape mwenzetu ambaye yeye alijikita kwenye nini? Kwenye minazi. Na kwa ajili hiyo nimefanikiwa kupanda minazi mingi na kununua mashamba yenye minazi. Kwa hiyo nisingekuwa na mwadventista ambaye anajua, sijui ningeweza kupata labda kwa mtu mwingine, lakini kwa kuwa huyu anatoka within, nilipouliza tu kwa wale wawekezaji wakaniambia mtafute fulani, yeye shughuli yake ni hiyo. Kwa hiyo mimi ni moja ya faida kubwa sana ambayo nimeipata kutoka kwenye Atape. Amina jamani. Sasa na mimi kwa sababu ya sabato ya Atape leo na mimi nimepata wazo. Na ikazangu somewhere nilikuwa nawaza naweka nini. Enda nashukuru. Na mimi nimetoka na wazo, na kwa sababu na wewe umeshapata uzoefu nitakuja kwako. Kwa hiyo na mimi nitapata uzoefu tena. Asante. Jamani, ndani ya Atape tunajifunza vitu vingi. Mwaka 2017 nilihudhuria retreat ya kwanza kwangu. Ilifanyika Ubungo, ilikuwa ya ICT. Tulikuwa na Pastor Njugu na yule Mkenya kama mnamfahamu. Na alikuwa anakazia sana kwenye kuongeza thamani. Nilipotoka pale nikajitafakari. Mimi ni mwalimu by profession, nafundisha sekondari. Nikasema okay, yani hii tu ya kuwa mpaka mwisho wa mwezi napokea mshahara, is it enough? Inatosha? Yani nasubiri tu mpaka teleza mshahara najiuliza hivi, mbona serikali imechelewa kuweka hela? Si ndio maisha yetu tunafahamu Lakini from there nikasema no, kwanza mimi napenda urembo, maua, swini ndio vitu vyangu. Nikaanza kuingia mitandaoni kujifunza namna ya kutengeneza maua, lakini ile wazo nilipata kwenye somo la pasta la kuongeza nini? Thamani. Sawa? Nikajifunza kutengeneza maua vizuri kabisa. Nikaanza kutafuta machimbo ni wapi naweza kupata material mazuri ambayo nikitengeneza ua la kwangu mimi hautalipata sehemu nyingine yoyote. Niwahakikishie sasa hivi wewe ukiwa na harusi, kuanzia wala bibi harusi, maids, whatever kinachohusiana na maua, si mito, makolokolo gani, yote nikikutengenezea lazima watakuuliza umepata wapi yale maua. Lakini nijifunza wapi? Sijatoa hata shilingi 10. MB zangu tu mtandaoni, naingia YouTube nimejifunza. Kitu cha pili nikajifunza kutengeneza keki. Ninaweza nikanunua keki kwa sababu ya ratiba kunibana, lakini sio kwa sababu siwezi kutengeneza nini? Kitu cha tatu nikajifunza kupamba. Kwa nina uwezo wa kupamba vizuri kabisa, ni vile tu labda kwa sababu sijawa serious na vifaa nini, lakini nikiamua kupamba napamba kweli. Kitu cha 4 nikagundua kwamba nina karama pia ya kuzungumza. Kwa nikasema nahitaji pia niitumie. Sijawa that much serious. Lakini ukiwa na shughuli yako ambayo haihitaji mambo mengi sana na uwezo wa kuwa pia MC. Tunasemaje? Lakini yote niliyapata wapi jamani? Atape. Lakini pia nimesahau moja, mimi ninashona pia nguo. Nguo zangu nyingi ukiniona navaa nimeshona mwenyewe. Nyingi tofauti na hizo dukani. Lakini zingine nashona mwenyewe na wanangu pia nawashonea. Ule muda mchache tu naopata ule, naamua leo nataka nishone design fulani. Na nikishona lazima utaniuliza fundi wako ni nani. Nilinunua cherehani nikaweka ndani,
nikawa naingia YouTube naangalia namna ya kutunga uzi kwenye cherehani, namna ya kukata, namna sasa hivi nashona design yoyote, na kwa sababu hiyo pia imenifanya kuwa designer mzuri kabisa. Na kama pia una shughuli haujui unavaaje, nitafute. Nikikudesign lazima watu watakutafuta wakuulize umedesigniwa na nani. Tunasemaje jamani? Hizi ni faida ambazo mimi binafsi nizipata wapi? Nizipata wapi jamani? Asante. Kama muda utaturuhusu tutaendelea kuongeza shuhuda nyingine ili wewe unayedhani kwamba tukienda hata hapa kule ni kutoa tu hela, sio kweli, tukubadilishe hiyo mindset. Naomba sasa nikaribishe timu yangu hapa, na hawa wanatimu wanaokuja ni wenzetu waliopata nafasi ya kushiriki kwenye kambi la afya la Maharaka. Karibuni ndani tafadhali. Naomba wanatimu wangu niwakaribishe ndani. Karibuni ndani. Hawa walipata nafasi ya kuhudhuria kambi la afya kule Maharaka. Kwa hivyo wanaweza wakashare pamoja na sisi yale waliojifunza kutokana na lile kambi la afya. Naomba niwaingize ndani tafadhali. Karibuni ndani. Tunaweza kuwa na mic zaidi ya hii nilionayo? Asante. Sasa cameraman ndani hata hapa jamani, sisi tuna multitask. Yaani tuna watu ambao wanafanya kazi zaidi ya moja. Ni cameraman na sasa tunamleta hapa mbele aseme alifanya nini pia Maharaka. Kwa hiyo atakuwa na karama ya kuzungumza kuanzia leo kama alikuwa hana. Asante. Okay. Nadhani tukikaa hapa tuko sawa. Tunaonana vizuri? Mungu awabariki. Asante. Hapa mbele yetu naomba tumpe dada microphone ajitambulishe kwa majina. Bwana ni mwema Wakati wote. wakati wote. Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Dr. Nyakuboja Bigambo. Asante. Jamani, amesema anaitwa nani? Nitaka kwanza nijue mmesikia vizuri. Yaani hivyo alivyo ni daktari. Sasa muangalie shauri yako. Kaka karibu. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Ishmael Andrew. Asante. Bwana ni mwema. Wakati wote. Naitwa Francis Josephat. Asante. Kwa sababu mic iko kwa kaka Francis, naomba tuanze na wewe. Kaka Francis, tulikuwa na kambi la huduma ya afya pale Maharaka. Nadhani wiki kama 3 zimepita hivi. Kama sijasahau, si ndio? Ndio. Ya, na kwa neema ya Mungu ulipata nafasi ya kuwepo pale. Lile kambi lilihusisha vitu gani hasa? Ni mambo gani ya msingi yalifanyika pale? Bwana ni mwema. Wakati wote. Ya, kambi lililofanyika Maharaka ni kijiji cha Doma, eneo la Maharaka. Ni kambi lililohusisha huduma za kiafya, lakini pia kulikuwa na ushauri na ibada ya siku ya Sabato. Ijapo jioni pia kulikuwa na vipindi vya projector ambapo waliokuwa wananchi wa eneo lile walikuwa wanakuja wakati wa jioni na kuangalia. Sasa kambi lile lilikuwa lina huduma ya afya direct, lakini vipindi vilihusishwa kama sehemu ya kuongeza vitu kwenye kambi. Asante sana. Kumbe sio huduma ya afya peke yake iliyotolewa. Narudi kwako. Jioni tulikuwa tunatumia projector kuonyesha vitu mbalimbali. Ndio? Ndio. Ni vitu gani kwa mfano hasa vilivyokuwa vinaonyeshwa pale? Maana isije ikawa tulikuwa tunaonyesha watu namna ya kufanya mambo fulani ambayo hatuyatambui kama kanisa. Sawa. Wakati wa jioni tulikuwa tunaweka projector ambayo ilikuwa inaonyesha masomo yaliyopita, na asilimia kubwa ya masomo yalikuwa ni ya ATAPE yaliyofanyika Karatu Net Event. Ndio masomo ambayo yalikuwa yanaonyeshwa kwa njia ya projector. Asante sana. Kwa hiyo watu walikuwa wanatibiwa, lakini pia na jioni walikuwa wanapata nafasi ya kuangalia mahubiri. Ndio. Safi sana. Asante. Tukienda kwa kaka Ishmael. Tulikuwa tumetarget kama ATAPE kuwafikia watu wangapi? Na ni watu wangapi walifikiwa? Ya, asante. Awali watu, idadi ya watu iliyokuwa imepangwa kufikiwa walikuwa ni watu takriban 400. Asante. Tulitegemea kuwafikia watu 400, lakini mpaka tunafunga tuliwafikia watu wangapi? Ya, mpaka mwisho wa kambi watu waliofikiwa ni watu 600
600 plus. Jamani, tunasemaje? Kile kijiji cha Maharaka ni kijiji ambacho nyumba ziko very scattered. Nyumba moja iko kule, nyingine unaiona kule, nyingine kule. Labda tu kwenye kale ka center kadogo. Kiasi kwamba huwezi ukaamini kama lile eneo linaweza likawa na wakazi wengi kwa kiwango hicho. Na kambi lilikuwepo la siku 5 peke yake. Kwa hiyo can imagine madaktari wetu walifanya kazi kubwa kiasi gani. Ndani ya siku 5 kuwafikia watu 600 plus, zaidi ya 600 haikuwa kazi ndogo. Si ndio jamani? Tunashukuru sana kwa taarifa hiyo. Dada Nyakuboja. Dokta. Tulifikia makundi gani zaidi? Ni makundi gani ya watu ambao walifikiwa zaidi, ambao walipewa huduma sana kuliko makundi mengine? Aidha watoto, watu gani waliofikiwa zaidi? Bwana ni mwema Wakati wote. Bwana ni mwema. Huduma ilifanyika kwa rika zote, kuanzia watoto, vijana pamoja na wazee. Lakini mainly ambao tuliweza kuwapa kwa kina ni wazee, na tuliweza kuwaelimisha wale ambao walikuwa wanaishi nao vitu gani waweze wakawapatia ili kusudi kuongeza maisha yao na afya yao kuzidi kuiboresha. Asante. Sasa naongea na daktari. Nadhani unajibu kidaktari zaidi. Kundi la wazee linaonekana lilifikiwa zaidi. Ni changamoto gani kubwa ambayo ilikuwa inawaface wazee asilimia kubwa, kwamba kwa asilimia kubwa ya wazee tuliowaona wengi walikuwa na changamoto gani? Asilimia kubwa ambayo hatuwezi tukaspecify directly kwamba ni kwa wazee, ila effect inakuja uzeeni. Sijui hapo nimeeleweka? Kwamba madhara yakianzia chini, ikifika uzeeni inakuwa ni tatizo zaidi. Kwa kubwa zaidi ni kwenye diet. Diet inavyoanza kuwa dhaifu kuanzia utotoni, ujanani, unafanya shughuli nyingi, uzeeni hata nguvu inapungua. Kwa unakuta mzee lakini miguu tayari joint zimeshaanza kufeli, anapata changamoto kutembea, kusikia, kuona. Zote hizo zilikuwa ni changamoto ambazo wazee walikuwa wanakumbana nazo. Asante sana. Ninauliza hivyo kwa sababu miongoni mwetu pia tuna wazee, si ndio? Tunao wazazi, tunao majirani, tunahusiana na wazee kwa namna moja au nyingine. Kwa hatuamini kwamba hizi ni changamoto za wazee wa Maharaka tu, si ndio? Tunao wazee pia. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwamba kumbe wazee natakiwa tuwape mlo kamili, si ndio? Tuzingatie lishe zao. Na sisi pia si ni wazee watarajiwa jamani? Mimi najua mimi ni mzee mtarajiwa. Kwa hiyo lazima nianze sasa kuhakikisha kwamba ili ninapofikisha miaka 60 plus nisiwe mtu wa hospitali sana, kuanzia sasa nianze kula nini, nianze kuishi aina gani ya maisha, si ndio? Tuko na daktari, nadhani kama kutakuwa na maswali mengine anaweza kutusaidia vizuri zaidi. Nirudi kwako kaka Francis. Ni nini kilichokuvutia zaidi kwenye huduma uliokwenda kufanya Maharaka? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ilikuwa ni nzuri na asilimia kubwa ya watu walipatiwa huduma kama walivyokuwa wanahitaji. Sasa kuna kitu ambacho kama wana timu asilimia kubwa tulivutiwa nayo. Kwanza wakati tulifika usiku. Tulifika saa 4 na ni maporini. Na lile eneo limepakana na hifadhi ya taifa ya Mikumi. Kwa hivyo wakati tumefika wakaanza kutupa story kwamba usiku kuanzia saa 6 kunakuwa na movement za tembo. Tembo anakuwa anapita pale kwenda kula nyanya na mazao mengine ya wanakijiji. Na matikiti alikuwepo, anasema wanapenda sana na maboga. Sasa tumekaa usiku na sehemu tuliokuwa tumefikia ni kwenye kanisa. Hakukuwa na nyumba. Tulienda na matenti. Tukaanza kufikiria hivi wakipita hapa usiku afu tuko kwenye matenti itakuwaje? Ndio hivyo, lakini tukajitia moyo kwa sababu tuliwasha moto, wanakijiji wakaendelea kutupa imani kwamba tembo akiona moto ni ngumu kusogelea. Kwa siku hiyo ikaisha vizuri. Kwa kifupi jambo ambalo nililifurahia kwanza ni utulivu wa lile eneo. Ni eneo la maporini, hakukuwa na kelele nyingi. Na asilimia kubwa ya watu waliopatiwa huduma walikuwa ni wastaarabu. Ni mtu ambaye ulikuwa ukimuelekeza kwamba kaa hapa subiria huduma,
anasubiri kwa utulivu. Asante sana. Nimeshangaa kuona anasema kilichomvutia yeye ni tahadhari waliopewa ya tembo. Nilitegemea niambie hicho ndo kitu kilichonitisha. Jamani, kufanya kazi shambani mwa Bwana kuna raha yake, au sio? Yani sikutegemea kama anaweza kusema jamani ni kilichonivutia mimi ni kusikia kwamba tembo wanatembea usiku. Lakini pia na sisi tumejifunza kitu ukitokea huko porini unaambia jamani ile eneo lina wanyama, washa nini? Tusisikilize tu kama story, tutoke na vitu hapa. Sawa jamani? Asante sana kaka. Turudi kwako kaka Ishmael. Je, kuna matokeo yote tuliyoyapata kwa huduma tulioenda kuifanya Maharaka, au tu watu wa Mungu walipoteza muda kuishi kule, walipoteza fedha, at the end of the day hatakuwa na matokeo yote tuliyoyapata? Asante. Matokeo hapo ni makubwa sana, kwa sababu wale watu tuliweza kuwasikiliza katika shuhuda mbalimbali, ambapo watu walitibiwa, ndio walifikia watu 600 plus, lakini sasa hawakuishia kutibiwa tu. Walipewa dawa zile, hawakuishia kupimwa, kuchukua vipimo. Walipewa dawa zile ambazo wanaenda kuzitumia, lakini kuna baadhi ambao waliweza kuona matokeo baada ya kutumia dawa na wakaweza kurudi kutuambia kwamba tayari wamepata matokeo mazuri, kwamba wamepona. Amina sana. Mimi nilifurahishwa na utaratibu uliokuwa pale. Mgonjwa akija anaandikishwa, tulikuwa na watu specific wa kuandikisha wagonjwa. Alafu walikuwa anaenda kumuona daktari. Daktari akimchukua maelezo anashauri apimwe kitu gani, anamtuma tunahitaji maabara. Asante. Maabara, akienda maabara anapimwa, anasubiri. Kuna wanaochukua zile form baada ya kuwa zimejazwa yale majibu, wanauita majina wagonjwa wanaenda tena kuwaona madaktari. Daktari anajadili na mgonjwa, then anamshauri dawa, anamwandikia dawa, na akitoka pale anakwenda kupata dawa pale. Yaani ilikuwa ni matenti yako pale, lakini madaktari wetu walikuwa wamejigawa kwa utaratibu mzuri sana. Ungefika pale ungejua ni hospitali tu ambayo imekosa majengo. Kwa kweli wanaacha pe, Mungu awabariki. Kazi iliyofanyika kwa kweli ilikuwa ni nzuri, lakini pia ilikuwa ya kuvutia. Pamoja na kwamba tuna watu waliotibiwa wakapona, lakini dada Nyakuboja, matokeo gani mengine ambayo tunaweza tukasema yalikuwa ni kwa sababu ya huduma ya afya iliyopelekwa Maharaka? Je, kuna watu labda walijitoa wakabatizwa au whatever? Kuna matokeo mengine chanya ambayo tuliyapata? Karibu. Matokeo chanya ambayo tunapenda kulisifu jina la Bwana na daima lizidi kutukuzwa. Siku ya Sabato watu 10 waliweza kubatizwa. Amina. Kwa kutokana na ile huduma ya matibabu iliyotendeka, watu 10 wamebatizwa. Lakini sio hilo tu. Jana nimepokea taarifa, maana nikabaki na mawasiliano ya watu wa kule Maharaka. Positive information ambayo nilipokea ni kwamba hata idadi ya watu pale kanisani imeongezeka. Amen. Kwa hiyo tunaona hizo ni ripoti tulizozipokea baada ya ile kambi ya afya kuendeshwa katika eneo lile. Asante sana dokta. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuliwahudumia watu kiafya, lakini pia watu walilishwa neno la Mungu, na baada ya pale watu 10 walibatizwa. Nilivutiwa na familia moja. Dada mmoja, wakati mchungaji amemaliza kubatiza, alimfuata mchungaji akamwambia, pastor, mimi niliwahi kubatizwa, nadhani Anglican kama sijasahau, au miongoni mwa wale madhehebu ya Pentecoste. Akamwambia, naweza kubatizwa niwe msabato? Pastor akamwambia inawezekana, kwa sababu tunaamini ulibatizwa kwa maji mengi lakini viapo ni tofauti. Kwa hiyo njoo tukubatize. Akasema nisubiri. Akakimbia nyumbani, akaenda akamleta na mume wake. Kwa pastor alikuwa ameshatoka ndani ya maji, kabidi arudi tena kumbatiza yule dada pamoja na mume wake. Tunasemaje jamani? Lakini ni kwa sababu tu ya kazi nzuri sana iliyofanywa na wataalamu wetu wa afya, lakini pia pamoja na kikosi cha wainjilisti. Mwenyekiti nadhani anaweza akashuhudia, kuna mgonjwa analetwa, unadhani ni mgonjwa wa kutibiwa, kumbe ni wa maombi tu, na baada ya maombi anafanya nini? Anapona. Kazi iliyofanyika ilikuwa ni kubwa sana. Turudi kwako kaka Francis.
wewe binafsi ni changamoto gani ambayo uliona kwamba kwa kweli hii ilikuwa ni changamoto, next time tunatamani labda tufanye hivi? Karibu. Asante. Changamoto zilikuwepo, japo zingine zilitatuliwa kwenye eneo la mkutano. Changamoto ya kwanza, kulikuwa na upungufu wa vifaa tiba. Ilikuwa ni katikati ya wiki pale, dawa ziliisha, ila zilifuatwa na zikaletwa. Kwa tunashukuru ilitatuliwa kwa uharaka. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni kwenye masuala ya chakula. Ya wanatimu walioenda ndio hao pia walikuwa wanahusika kuandaa chakula. Hakukuwa na wapishi, kwamba maana ni porini, hakukuwa na watu ambao wanaweza wakawa wanasaidia kwenye kupika. Kwa hiyo kuna timu ya madaktari, wao walihusika kwenye jiko ili kuwasapoti wanatimu wengine wapate huduma ya chakula. Nafikiri ni hizo. Asante sana. Nadhani tunaona sasa ni uzoefu ulioje jamani. Tukumbuke hawa watu ni watu ambao ukienda hospitali ni madaktari na makoti yao meupe, unawakuta wapi? Hospitalini. Unapanga foleni kwenda kumuona. Lakini ndani ya ATAPE kule porini ambako tembo wanatembea, daktari anavua koti, anaingia jikoni kupika. Na mind you, hawapikii gesi, wanapikia kuni. Tunaelewana jamani? Ndio maana nikwambia wana ATAPE, ukiwakuta ndani ya ATAPE, hata kama anafanya kazi gani, ni wanyenyekevu, wanajishusha kwa kiwango cha kawaida sana, kama ambavyo Yesu alikuwa anafanya. Jamani, tuwaombee hawa watu. Miongoni mwetu kuna mwingine ana changamoto ambayo anaikumbuka, ambayo anasema nadhani hii ni vizuri nikiisema ili next time tuone tunafanyaje. Asante. Changamoto nyingine ambayo naweza kuongezea hapa ni kulikuwa na upungufu wa madaktari. Kiasi kwamba kwa sababu watu walikuwa ni wengi, imagine watu 600 wameweza kufikiwa ndani ya siku 5. Kwa kulikuwa na idadi kubwa ya watu wanaohitaji huduma, lakini sasa madaktari walikuwa wachache. Kwa hiyo kuna uhitaji wa kuongeza idadi ya madaktari kwa awamu nyingine itakayokuwa kifuata, ili kuweza kusaidia kuweza kuwafikia watu zaidi. Huenda pengine labda wangekuwa madaktari zaidi, tungeweza kuwafikia watu zaidi hata hao tuliweza kufikia hao 600. Lakini pia kitu kingine ambacho naweza nikapendekeza ni kwamba kama hakutawezekana kuongeza idadi ya madaktari, basi ziongeze siku. Okay, asante. Nafikiri wahusika wamepata taarifa. Na ndio maana nilikuwa nasema kila mmoja ndani ya ATAPE ana kitu cha kufanya. Wewe sio daktari, si ndio? Okay, timu inaenda kule. Kwa nini usijitoe kwamba mimi naweza kupika, naomba niende nao kule nikawapikie? Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unaweza ukafanya kwamba okay, mimi basi sijui kupika, si ndio? Mimi kazi yangu nitakuwa ni kufanya kitu fulani ili wakati wao wanafanya kazi hii kwenye hiki hapa niwapunguzie. Lese mimi nitakuwa nawasaidia tu kufua. Wakati wao wanapambana kutibu wagonjwa, wasio na changamoto tena ya kuwaza kesho navaaje. Si ndio jamani? Kwa kila mmoja ana kitu cha kufanya. Nikuulize kwako Dr. Nyakuboja. Ni nini ulichojifunza tunapokuwa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu? Ni nini ulijifunza katika kambi la afya Maharaka? Karibu. Kwa kweli ya kujifunza yalikuwa ni mengi. Lakini kabla sijaenda kwenye yale ambayo niliweza kujifunza, ningependa niwape hint ya yale magonjwa ambayo watu wa Maharaka wanasumbuliwa zaidi. Watu wa Maharaka regardless na magonjwa mengine, tatizo la UTI, malaria, hayo ni magonjwa makuu ambayo yanawasumbua. Na hisi wote yaweza kuwa hatuna elimu ya kutosha, lakini tuna hint kidogo juu ya ugonjwa wa UTI na malaria. Namna gani tunasikia vifo vingi kwa sababu ya malaria, na namna gani watu wanapata maumivu makali sana kutokana na ugonjwa wa UTI. Licha ya hayo, huku mazingira ya mjini tunajua kwamba dawa ya minyoo mtu unameza baada ya miezi 3 na imekuwa ni desturi yetu. Lakini kule ni mtu mzima, ameshafikisha miaka 30, 40, hata mzee, hajawahi kuona wala kujua na kupata elimu ya dawa ya minyoo kabisa. Sasa mnaweza mkaelewa ni
sehemu gani ambayo ATAPE iliweza kupata nafasi ya kufikisha huduma. Na hii sio picha imekuja. Kwa kutokana na hiyo, tunachoweza kujifunza ni nini? Maisha tunayoyaishi hapa mjini, tusifikiri kwamba ndio maisha ambayo na wengine wanayaishi. Tunapopata nafasi za kuhudhuria vijijini, milimani, ndivyo unaona kwamba kuna wahitaji. Lakini kwa namna moja au nyingine, huenda afya yako, umri wako hauruhusu wewe kuweza kusafiri kufika maeneo yale. Lakini kwa namna moja au nyingine, huduma yako kwa jamii inaweza ikasaidia. Mfano, tulilala kwenye matenti, tulihitaji magodoro, tulihitaji ndoo, tulihitaji chakula. Kutokana na hayo, unaweza ukashiriki utoaji matibabu katika maeneo hayo kwa kutupatia ndoo, kutupatia magodoro, kutupatia hata mawazo pia yanasaidia. Kwa hiyo hicho kikubwa ndicho nilichoweza kujifunza. Sio lazima wote twende maharaka, lakini kutokana na vile ambavyo tunavitoa vinaweza vikajumuika na kutusaidia katika kuendesha huduma hiyo. Asante sana Dok. Nafikiri umeielezea kitaalamu zaidi. Nirudi kwako kaka Ishmael. Kutokana na kambi iliyofanyika Maharaka, tunawaambia nini washiriki wa Sinai? Wana nafasi gani au wana nini pia cha kufanya wao kama washiriki wa kanisa? Na pamoja na kwamba nadhani Dr. ameshaongea hapa baadhi ya vitu ambavyo wanapaswa kufanya, kushiriki aidha moja kwa moja au indirectly. Lakini ninawapendekezea kwamba wanao wajibu wa kujiunga na chama cha ATAPE. Yaani sidhani kama yaani ni unapata fursa kubwa sana kuifanya kazi ya Mungu ukiwa na chama cha ATAPE. Kwa sababu nadhani lengo kubwa la ATAPE ni uinjilisti. Kupitia ATAPE utaweza kushiriki katika matukio haya net event, utaweza kushiriki katika matukio yao ya share him, ambapo watu walioweza kufika Maharaka pale na watu ambao waliweza kutoa vitu, baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinaenda kutumika kule, waliweza kushiriki katika uinjilisti ule kwa namna ya direct au indirect. Kwa hiyo ninawapendekezea kwamba wajiunge na chama cha ATAPE. Asante sana. Labda turudi kwa kaka Francis kwa kumalizia kabisa. Kuna kitu gani ambacho unatamani ukiseme kwa washiriki wa Sinai kutokana na uzoefu wako Maharaka? Karibu. Asante. Wakati tunaanza ile kambi ya afya, tulikuwa tunapokea wageni tofauti tofauti kutoka makanisani. Na kwa sababu ule mtaa ulikuwa unachungwa, sio mtaa ila ni eneo linachungwa na kanisa la Mzumbe. Kwa hiyo tulikuwa tunapokea watu tofauti tofauti, wanakuja wanaendelea kutia moyo na kutia joto na kuonesha kwamba hatuko peke yetu. Sasa kitu tunachoweza kuambia kanisa la Sinai, endapo utasikia, nafikiri hapa wengi wamejitoa kama wana ATAPE, endapo utasikia kuna kambi ya afya, kuna mkutano wa injili au kuna jambo lolote la kwenda kuongoa roho kwa ajili ya utume, jaribu kuhusika kwa namna yoyote ile, aidha kwa kutia moyo, kwa kuweka kiasi cha fedha ili kusapoti, au kwa kuweza kufika kabisa na kuweza kuwapatia huduma wanaohitaji huduma. Na nafikiri ndilo lengo ambalo Kristo ametupatia sisi kama Waadventista wa Sabato, ikiwa ndio mission yetu kama kanisa na ndio ujumbe wa kuweza kutangaza kwa ulimwengu mzima. Asante sana. Nilisema nafasi ya mwisho, naomba tutoe tena nafasi ya mwisho ya upendeleo kwa Dokta. Dokta, kwa makundi yaliyokwenda Maharaka, tulikuwa na makundi gani ya madaktari? Je, daktari huyo ndo alikuwa anatibu, huyo anagawa dawa, huyo anafanyaje? Yaani tulikuwa na makundi gani ya madaktari? Maana naamini madaktari pia wamespecialize. Tulikuwa na watu gani specific kabisa? Bwana ni mwema wakati wote. Kama ambavyo mkono wako umegawanyika, vidole vyote vilingani, hata timu iliyoenda Maharaka haikuwa mtu mmoja anafanya kazi moja. Tulibahatika kuwa na madaktari consultation specifically. Tulibahatika kuwa na manesi. Okay. Pia tulibahatika kuwa na
specialist wa laboratory kwamba ukitoka kwa daktari vipimo vyako either utakuwa umefanywa urinalysis, umefanywa MRDT, umefanywa RBG, vyote vitakuwa analyzed laboratory. Lakini sio hivyo tu, pharmacy ilikuwepo, maana laboratory atakuwa anajua ameona nini, itakuwa ina represent nini na dawa atapewa nini. Lakini kukiwa na pharmacia specifically, that works the best. Na sio hiyo tu, huduma ya macho na masikio pia ilikuwa inatolewa. Na jambo ambalo tunamshukuru Mungu kwa huduma ya macho, wale wote ambao waliweza kupata huduma ya macho na wakakutwa na mtoto jicho waliweza kupata ofa ya kupelekwa hospitali ya mkoa. Jamani, tunasemaje? Kulikuwa na wagonjwa nadhani walikuwa kama 6 kama sijasahau, au labda kama waliongezeka baadaye, ambao walionekana kuwa na changamoto ya macho ambao ilikuwa inahitaji huduma zaidi. Walikuwa referred kwenye hospitali yetu ya mkoa, na bahati nzuri tulikuwa na kiongozi wa team Dr. Masumbuko ambaye ni daktari pia pale mkoani, tena upande wa management. Alielekeza wale wagonjwa wote, alifanya utaratibu waletwe mkoani. Gharama ilikuwa ni nauli tu. Kwa aliletwa mkoani wakafanywa operation bure bila kuchangia hata shilingi 10. Tunasemaje jamani? Amen. Tukumbuke kwamba wale watu ni watu wa maisha ya chini sana. Ukimwambia mtu anatakiwa kufanywa operation ya jicho unamstress. Lakini wale watu wa Mungu walipata huduma bure kabisa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi kubwa sana ambayo ilifanyika pale kwenye kijiji cha Maharaka. Mwanzoni wakati timu imeenda, watu walikuwa wanaogopa, wakiambiwa ukienda kule unapewa dawa, watu wanadhani Freemason yao. Lakini baadaye wao wenyewe wakaitana, watu wakawa wanatoka mpaka kwenye vijiji vya jirani wanakwenda kutibiwa. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunasema wewe na kile kitu ambacho Mungu amekupa, ambacho unadhani ni kidogo sana, kipeleke shambani mwa Bwana, kina kazi kubwa ya kufanya. Mungu awabariki sana. Jamani, timu yangu ninawashukuru sana kwa ushirikiano mzuri. Ninaamini watu wa Mungu wamesikia, wameelewa, na tunapoambia jamani karibuni mjiunge na ATAPE, tunamaanisha kuna faida nyingi sana ambazo tunazipata tunapokuwa tunajitoa kufanya kazi ya Bwana. Basi Mungu awabariki. Utakuwa ni mwisho wa kipindi chetu, na kwa kufunga sasa kipindi naomba nimkaribishe mwenyekiti. Kulingana na muda atatumia hekima yake, ataona kama kutakuwa kuna maswali mawili matatu tunaweza tukayatend, lakini tutatamani yaombe kwa kutufungia kipindi chetu. Karibu. Asanteni timu nzuri. Mungu awabariki. Madam barikiwa. Kweli una karama ya ongeaji na sisi tumeona. Mungu abariki. Mnasemaje jamani wapenzi watazamaji na wasikilizaji? Mnasemaje jamani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wanaondoka na mimi dakika chache tu nishuhudie. Maana nilikuwepo mwanzo mwisho katika kipindi cha Maharaka. Mimi wakati nafika kijiji cha Maharaka nilipata breakdown. Nikaenda nyumba ya jirani kuhifadhi gari yangu. Nilichoambiwa si gari tu, hifadhi hadi mwili. Ile nyumba walinihifadhi na mimi siku zote 5. Wakati wenzangu wanahangaika na tembo, mimi nilikuwa niko sehemu nzuri na salama. Sasa ila usiku wa kwanza sikulala. Maana nilipofika nikahadisiwa, bwana hapa kuna tembo, kuna tembo, kuna tembo. Kwa hiyo siku ya kwanza kila nikifanya hivi naona hao hapo. Kila nikifanya hivi tembo wapo. Usiku mzima sijalala. Lakini sio kwamba wapo, lakini kwa kuwa nimehadisiwa kuhusu tembo. Kwa hiyo kila ukisema uogeshe kidogo naona hao hapo. Mpaka kichani kulivyokucha nikasema asante Mungu. Hasa siku ya pili niwasimulie kisa kidogo. Siku ya pili iliyofuata tembo walikuja. Cha ajabu katika mazingira yetu. Lakini angepo daktari angeshuhudia maeneo ya kule kwa madaktari hawakupita. Lakini sehemu ambayo nilikuwa nimelala mimi tembo walipita. Hapo nje kulikuwa kuna mipapai. Wakaja wakala mipapai yote mpaka mizizi. Alafu mwanaume niko ndani. Sema sasa wakati wanapita sikuja kwamba wako nje. Tumekuja kujua kwamba tembo wamepita usiku wamekula nini? Mapapai. Lakini kitu cha kutisha, mwanamke mmoja mwenye watoto 2, tembo walipita kwake.
na kwa kuwa nyumba iko chini na juu imeezekwa kwa nyasi, basi tembo alipopita yale maeneo akaingiza mkonga ndani, akaingia akaweka ile mkonga wake kwenye ndoo ya maji, akanywa maji. Wale walikuwa wamelala, mama akamsha watoto wake, wakaingia chini ya uvungu. Kwa hiyo kesho yake asubuhi wakaja, baba, hasa sehemu ambayo nimepata hifadhi, bwana tupatie hifadhi, kule hapafai. Nini tena? Haya. Mimi nikaendelea kutulia pale. Unafanyaje na ni mwanaume? Wakati mwingine oga unaogopa, lakini ukiitwa mwanaume vumilia, wewe ni mwanaume. Hata nyoka kaingia ndani kwa wanaume wengine hawapatani na nyoka. Hata mimi sipatani na nyoka. Tangu nilivyojua alimdanganya Adamu na Hawa, nikimwona nyoka simpendi. Lakini kwa kuwa ni mwanaume, basi nitajitahidi nyoka yule nitafanya nini? Nitapambana naye. Maana ni baba, utafanyaje? Sasa Ijumaa jioni ngambo, maana sehemu ya tukio ilikuwa ni ngambo na mimi nilikuwa nalala ngambo. Kwa hiyo kutoka ngambo kwenda sehemu na nalala jioni saa 3 au saa 4 ilikuwa nipelekwe. Kwa sababu kwanza sina torch, wana matochi makubwa kabisa, wanawamulika na wana mbinu zao za kufukuza tembo. Na ilikuwa ni usiku na kwa kuwa ni maporini, ilikuwa nakubidi upeleke. Kwa hiyo watu wa Mungu pia walijitolea kunipeleka. Kwa hiyo nilipata mabodyguard, nilipata na sehemu ya kulala. Tuko pamoja Yes. Sasa Ijumaa jioni wakati nyimbo zinaimbwa ngambo, sisi tupo ngambo ya pili, nyimbo nzuri za vitabuni kwa ala za muziki. Sikiliza, wale walioomba hifadhi kwenye nyumba yetu, sasa maana nishakuwa mwenyeji kwenye nyumba ambayo nimepewa, ambayo nimeambiwa nilale hapo. Sawa? Sasa usiku jioni nilipoingia kwenye ile nyumba, kulikuwa kuna mgonjwa. Kitendo cha kuingia ndani akawa amezidiwa. Daktari, dokta. Sasa inabidi uitike maskini, hata sio dokta. Dokta, njoo dokta. Mtoto anakufa. Nikasema hii imekuwa ile ya Yesu. Njoo mwokoe muone mtoto. Kwa imani nikaenda. Sasa nimeitwa dokta, najaribu kutumia vipimo vile vya zamani. Unashika hivi joto liko juu. Jamani, yuko anatapika, haja kubwa, haja ndogo. Nikasema Mungu wangu, sasa leo nimepatikana. Na huyu dokta sijui niwaambie sio dokta. Maana ikikule kila mtu ambaye alikuwa anaonekana umevaa vizuri tu, dokta, hata wachukua picha hawa. Dokta. Walikuwa mtu madokta. Naona itika tu naam. Lakini pia kazi ilikuwa ni ngumu. Watu ni wengi, watu 100+ kwa siku, haikuwa kazi rahisi. Kwa hiyo utakuta watu, kwa sababu tunatumia generator likizimwa, watu wa media wanaenda kufanya zile kazi za kawaida za kuelekeza watu, ingia hapa, tokea hapa, fanya hivi. Tuko pamoja? Sasa yule mgonjwa ikabidi sasa nipige simu kituoni kwa madaktari. Bwana dokta, kuna shida huku. Tunaagiza pikipiki, mko tayari? Jiandaeni, mgonjwa anakuja, mfanyie matibabu. Hasa kitendo sasa namwangalia yule mgonjwa, nataka nimwache nikapige simu, nikasikia pepo. Nikasema hili tatizo sasa hapa. Dokta, imani yangu iko wapi? Nikapiga tu 3, nikasema Mungu, naomba moyo mkuu. Umeona bwana? Lakini simu pikipiki ikaja ili tumpeleke kwenye timu. Unajua maombi ya peke yako wakati mwingine sio mazuri, tena hasa ya mapepo. Chukua tahadhari. Lakini sasa nilichokifanya, nikapigia wainjilisti wenzangu wasondeke kambini ambao walikuwa kupale, mgonjwa tumpeleke kwenye pikipiki. Kimbembe sasa ikaja kumpeleka kwenye pikipiki. Yule dada ni mzito. Jamani, sijui ni 3 mtu mmoja, lakini sio mnene sana. Yaani mtu ambaye ana kilo labda 60 tu hivi, lakini ilikuwa ni shughuli. Sasa mimi ndio mwanaume mule ndani, ndio daktari, ndio nani, abidi sasa nimwite na bodaboda. Tumehangaika naye mpaka kwenye pikipiki hiriri mpaka kule. Akafika, akafanywa maombi, amezungukwa, hawa wanaimba, hawa wanaomba. Ndani ya nusu saa mtu ambaye alikuwa hawezi kufanya chochote akasimama, akainuka na akarudi. Sasa mimi sikurudi tena, nashangaa mimi sikurudi tena kule, nashangaa hao wamerudi, wameingia ndani. Daktari, tumepata huduma. Nikamwambia basi Mungu ni mwema. Kesho yake tulikuwa tunawabatizwa 7. Kesho yake akawa ni miongoni mwa watu waliobatizwa. Akazama kisimani na pepo wala wakatulia. Batizo wa mwisho ni mtu na mkewe. Walivyoona watu wamebatizwa na wao wanahitaji kubatizwa, wakauliza, na sisi tunataka kubatizwa. Ndio. Kaleteni nguo. Wakashuka mume na mke wakabatizwa. Wapendwa, kazi haikuwa rahisi.
lakini kwa maombi ya watu na sadaka za watu Mungu alitenda muujiza. Walikuwa wanakuja vijiji watu maeneo mbalimbali, mtu anatumia nauli shilingi 15,000 anakuja kupata matibabu. Mbaya zaidi, wengine wanakuja hata Kiswahili hawawezi. Lakini namshukuru Mungu. Hivi hapa sasa wengine waliokuja wakawa sasa Kiswahili hawawezi. Sasa mimi namshukuru Mungu. Nimeingia Morogoro na miaka 10 na kitu. Kwa hiyo Kiluguru nakiweza. Nikawa ni mkalimani. Mnasema jamani. Sasa akija mzee, unajua Kiswahili cha shida. Lakini sasa akija pale walitoa mfumo namna ambavyo watu walikuwa wanahudumiwa. Sasa ukitoka kwa daktari wa mwisho kwamba umeshatoka kule maabara, umeenda kwa madaktari, umeandikiwa dawa. Kabla unaenda kwenye dawa, unapitia kwenye chumba cha wainjilisti. Unapatiwa vitabu na vijizuu na ushauri na maombi. Kwa hiyo watu wengi waliombewa, vitabu vingi viligawiwa kwa watu. Yaani si dawa tu, na vitabu na vijizuu zaidi kama idadi ya wabatizwa, na vitabu navyo the same, na vijizuu the same waligawiwa. Sasa unapokaa na mtu ukaongea naye, mwe hausindi ile miangu mwe, anafurahia, anakwambia miangu mwe ulikwani, yani mwenzangu wewe ni wa wapi? Anaona ni mwenzake. Kwa hiyo ukiongea naye katika lugha yake, Paulo anasema tulipofika kule tukawa kama. Hasa ukiongea naye kwa lugha yake, anajisikia furaha na amani na umemjali, hata kuondoka mpaka umwambie pisha, wengine wanaingia hata maana hata kuondoka maana yuko na waukae miage. Sasa kazi ilikuwa namna hiyo. Kwa hiyo nikawa ili ni fresh. Kwa hiyo akija mzee kabisa, washingia dokta, wengine wanaita dokta, wengine mwenyekiti, yani ilikuwa ni vurugu. Dokta mwenyekiti, mwinjilisti, njoo. Haya kaa hapo, waukae, haya waukae. Mnakaa mnaongea, akija wale wazee. Sana ilikuwa ni wale wazee. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba kazi ya Mungu ni kubwa. Bado inakuhitaji mwana Sinai na mimi tukaifanya hii kazi.